Na hii ndiyo sababu mwanamke tunashauri usichelewe sana kuanza kupata watoto, aidha kuanza uzazi wako. Kwanza kabisa naomba tuangalie kuhusiana na tafiti zinazoeleza kuhusiana na mayai kwa mwanamke. Mwanamke tangu akiwa tumboni anakuwa na mayai, ambapo kwa mimba ya kuanzia miezi mitano kwamba huyu mwanamke anakuwa na idadi ya mayai milioni 6 hadi milioni 7. Lakini idadi ya mayai haya inapungua kila siku kwa mchakato mmoja ambao unafahamika kama atresia, ambapo haya mayai hufa na hupotea kabisa. Hadi anazaliwa huyu mwanamke ni kwamba anazaliwa akiwa na mayai kuanzia milioni 1 hadi milioni 2. Kwa hiyo mayai mengi sana yamekuwa yamekufa. Hadi huyu mwanamke anafikia hatua ya kubalee, bado mchakato wa atresia unaendelea, mayai kufa. Na hivyo anapokuwa anabalee anakuwa na mayai always kuanzia 300,000 hadi 500,000. Haya mayai ndo anayoanza nayo wakati wa kubalee, lakini bado mchakato wa atresia utaendelea, ambapo sasa kila siku kwenye swala la ovulation, kwenye swala la hedhi yake atakuwa akitoa yai moja kila siku. Kwa hiyo hadi maisha yake yote huyu mwanamke ni kwamba anaweza kama ametumia mayai 400 hadi mayai 500 kwenye uzazi wake wote. Mayai mengine hufa na hupotea. Kasi ya mayai kupotea. Kasi ya mayai kupotea inaongezeka zaidi mtu akifikisha miaka 30. Na kuanzia miaka 35 hapa ndipo yanapotea zaidi na mengine yanaanza kukosa ubora. Ubora wa mayai pamoja na kupotea ni kitu tofauti. Ni kwamba ubora wa mayai yanapungua ubora, kiasi kwamba hayawezi kurutubishwa, kiasi kwamba huyu mtu mayai haya yanakuwa hayana chromosome sahihi. Ndo hapa wengi mimba zinaanza kuharibika, hatari ya utasa inaongezeka, mimba kuharibika kwa namna kama hiyo. Lakini mtu anapofikisha umri wa menopause, aidha umri wa kuweza kufanya nini kwenye swala la ukomo wa hedhi, miaka 45 wengi hadi 55, hapa anakuwa na mayai chini ya 30 na wengine anakuwa imeisha kabisa. Na hapa huyu mwanamke mayai yake yaliyopo yanakuwa hayana ubora kabisa wa wewe kuweza kushika ujauzito. Na ndiyo maana tunasema umri unavyozidi kuongezeka ubora wa mayai unapungua. Lakini vile vile changamoto ndo zinavyozidi kuwa nyingi, zikiwepo changamoto za hatari za kupata utasa kwa sababu mayai hayana ubora. Lakini vile vile changamoto za mimba kuharibika kwa sababu ya changamoto za za chromosome. Vile vile inaongeza hatari ya kupata watoto wenye changamoto za Down syndrome. Okay? Ndio maana tunashauri wewe mwanamke, kama kuna uwezekano wa kupanga uzazi mapema, basi ni vema ukafanya uzazi mapema kuanzia miaka ya 20 hapa hadi 35. Ukifeli sana basi hata huko 35 sio mbaya, lakini kama kuna uwezekano fanya mapema. Asante sana, naitwa Dr. Elisha. Endelea kutufuatia na kujifunza zaidi juu ya afya yako.